na kisha mapade wote waliovaa stola. Kuwekewa mikono ni ishara ya kumshusha Roho Mtakatifu na pia kuingizwa katika urika wa mapadre.
Na msikilizaji wa Radio Maria na redio wa shirika Radio Mbiu Bune na Kagera, ni adhimisho la sadaka ya misa takatifu ya kutolewa daraja takatifu ya upadre, ambapo inakujia moja kwa moja katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Patandi, Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Katika hali hii ya ukimya, ni mapadri wote waliovaa stola wanaowekea mikono mashemasi hawa 6 ambao leo hii wanapewa daraja takatifu ya upadri. Hivyo basi tuendelee kuombea wanapoelekea katika kupewa daraja hii takatifu ya upadri, ili waweze kutenda vyema katika shamba hili la Bwana. Lakini pia basi mashemasi hawa wateule wanaopewa daraja takatifu ya upadri, tunaye Shemasi Justus Asinzibwe Dominic, tunaye Shemasi Edward Moshi Simkonda, tunaye Shemasi Barnaba Joseph Kiara, lakini pia tunaye Shemasi Straton Honesty Ngoi, pia tunaye Shemasi Joseph Alfonsi Mushi, lakini pia tunaye Shemasi Bartolomeo Floriani Paulo. Hawa ndio wanaopewa daraja takatifu ya upadri, ni hapa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Basi tuendelee kuombea Mwenyezi Mungu aendelee kuitenda vyema, kuendelea kutenda vyema katika shamba la Bwana, haswa katika kumtumikia Mungu. Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Uwe nasi Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni
kutawala na kutakatifuza watu wako. Uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa ajili ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko wa kutosha kutoa sadaka za hemani, ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yaani Yesu Kristo, aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake, aliowatakasa katika ile kweli, washiriki utume wake, hao uliowaongezea waandamizi na kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu wa dunia nzima. Sasa tunaomba, Bwana, katika unyonge wetu, utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba Mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hadhi ya upadri.